طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على رسولنا الكريم حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم. Na yusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio mafanikio ya kila jambo. Tumekutana tena katika mara nyingine baada ya muda fulani. Hatuja kutana kwa kipindi kirefu kidogo, lakini walilahi alhamdu, leo amejalia tumeweza kukutana tena, na bila shaka tutaendeleza maudhui yetu ambayo tumeigusa kwa kipande fulani kwenye hutuba, ambayo kwa kipengele cha pili ambacho ni asbabu iktisabi al-akhlaq, sababu ambazo zinaweza zikatufanya sisi tukajichumia, tukajipatia tabia zile ambazo hatukuweza kuwa nazo kwenye asili yetu, hatujaumbiwa nazo. Je, tufanye nini ili tuweze na sisi kuzipata hizo tabia njema? Bila shaka jamii inateseka kwa kukosa tabia njema, na ni vizuri kukumbushana ili angalau tujiweke katika mazingira salama, kwamba mtu unapokuwa unaambiwa hauna tabia njema, sidhani kama utapenda. Sidhani kama utapenda. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo vinasababisha sisi kupata makarim al-akhlaq, tabia zilizokuwa njema, tulitaja mojawapo ni al-ikhlas. Ikhlasu kila mmoja anaifahamu nini maana ya ikhlas, kwani katika kufanya matendo mema ni katika jambo ambalo linasababishwa sana na ikhlasu ya mtu. Ikhlasu ya mtu ikiwa ni njema, inazaa matunda yaliyokuwa mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahu din. Hawakuamrishwa isipokuwa wamtakasie Allah subhanahu wa ta'ala dini. Kwa hiyo dini inahitaji ikhlas. Mtu awe na ikhlas, na bila kuwa na ikhlasi, bila shaka amali zako zote zitakuwa zimepotea. Kwa hiyo ili amali zetu zisipotee, inahitaji ufanye kwa ikhlas. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
sema hakika ya swala yangu, kuchinja kwangu na uhai wangu na kufa kwangu ni kwa ajili ya Allah, Mola wa viumbe vyote. La sharika lahu, hana mshirika. Wa bidhalika umirtu, na kwa hili nimeamrishwa. Wa ana awwalul muslimin, na mimi ndio wa kwanza kabisa wa Waislamu, au wale ambao wanajisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul An'am aya 162 hadi 163. Kadhalika qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tume anasema man ahabba lillahi, yeyote atakayependa kwa ajili ya Allah, wa abghadwa lillahi, na akachukia kwa ajili ya Allah. Yani unampenda mtu, sababu imesema wa habba, man ahabba lillahi, mafaulu bihi hudhifa, mafaulu bihi ameondoshwa. Manake unaweza kuweka chochote, ima ni binadamu kampenda binadamu lakini lillah, ukapenda matendo ya kheri kwa ajili ya Allah, na ukachukia yoyote unayemchukia, lakini kwa sababu amepingana na mwongozo wa Allah, ameenda kinyume na yale anayoyataka Mungu, ukayachukia matendo kwa sababu matendo yale Mungu anayachukia, ukayachukia lillahi. Akasema wa a'ta lillahi, na mtu atakayetoa kwa ajili ya Allah. Na kutoa pia haijasema utoe nini, utoe fikra zako kwenye dini, utoe mali yako kwenye dini, utoe nguvu zako kwenye dini, utoe elimu yako, utoe sadaka, uitoe kwa ajili ya Allah. Utoe kwa maelekezo ambayo Mungu amekuelekeza utoe kwenye maeneo gani? Wa mana alillahi, na huyu mtu akazuia kutoa kwa ajili ya Allah. Baba yako anataka, lakini anachokitaka sio kile anachokipenda Mungu, ukazuia kumpa lillahi. Mwanangu ninunulie sigara, kwambia baba mimi sigara kwa kweli ni haramu, Mungu amekataza. Ninunulie bia, ukakataa kumnunulia, hii ni lillahi. Baba yako, mama yako, kaka yako, dada yako, mtu wako wa karibu, jirani yako, akakutaka kwenye jambo ambalo ni haramu, ukazuia kumpa, lakini unazuia kwa sababu ya gani? Ya kumwogopa Mungu, sio watu watasemaje, watu watanionaje. Kwanza Mungu anapenda. Kuna watu wengi hapa wanauza biashara, maduka, lakini unakuta ameweka na kiberiti cha kuvutia sigara. Mtu ananunua sigara na anawashia pale pale, maana kwa ameshamkamilishia vyote. Na kuna wengine wanachoma mahindi, lakini mvutaji sigara anakuja anachoma pale, na wala hawezi kumkataza, anaona kama sio jambo la haramu. Kuna wauza kahawa, mtu anauza kahawa lakini mtu anakuja anawasha sigara yake pale, wala hamwambii bwana usiweke sigara hapa, hairuhusiwi. Unakubali. Ni sawa na mtu anakuja kunoa kisu kwenye jiwe lako alafu anaenda kukata mtu. Kwa nini? Kwa sababu hujui namna ya kuzuia lillahi. Wewe unachukulia ni kitu cha kawaida. Na Mwenyezi Mungu anasema wataawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ithmi wal udwan. Saidianeni katika mambo mema na mambo ya kumcha Mungu, msisaidiane katika mambo ya madhambi na mambo ya uadui. Kama uvutaji wa sigara ni madhambi, kwa nini nao wanatoa mchango na mpa moto na washia? Kwa nini unampa kiberiti? Kwa nini unampa njiti? Mtume akasema huyu ambaye manahabba lillah wa abghadwa lillahi wa a'ta lillahi wa mana lillahi faqad istakmala liiman, mtu huyu imani yake imekamilika. Huyu mtu ndio tunayemtaka, ndio mwenye tabia njema.
Unajua kukataa pia ni tabia njema na ni katika dini. Ndio maana kalima yetu tunasema la ilaha illa Allah. Hakuna Mungu yoyote bwana isipokuwa Allah tu. Manake kulikuwa wanaabudiwa kina Lata, kina Uzza, kina Manata, kina nani, walikuwa wanaabudiwa, wanakubalika. Lakini wewe kuja kusema mimi siabudu vyote, mimi namwabudu mmoja tu, ni katika tabia njema. Ni katika tabia njema. Kwani tabia mbaya chanzo chake ni itikadi mbovu. Ni watu kuwa washirikina. Maanake mtu kuwa na tauhidi ndio mwanzo wa kuwa na nini? Na tabia nzuri itakayomfanya mtu huyu awe katika mazingira mazuri. Ndugu yangu Muislamu, hiyo ni sehemu ya kwanza, al-ikhlas. Hatuendi ndani sana kwa sababu vipengele ni vingi na hatujui kama tunaweza tukavimaliza, lakini angalau wanasema tupate picha. Angalau upate nini? Upate picha. Elimu. Kipengele cha pili ni al-ilmu. Ni elimu. Unafikiri kwamba elimu tunayokusudia hapa ni elimu gani? Anasema al-ilmu aslu adhimun min usuli al-akhlaq. Ni msingi mkubwa miongoni mwa misingi ya tabia njema. Fa huwa yuthmiru tadayyuna, nayo inazalisha udini. Tena dini yenyewe aswahiha, dini sahihi. Mtu akisoma dini, akipata elimu ya dini, anakuwa ni mtu wa dini. Fakam min ayatin fi kitabillahi taqrauha, ni aya ngapi unazozisoma kwenye kitabu cha Allah faturaqiqu qalbaka lillahi, ambazo zinaweza kulainisha moyo wako kwa ajili ya Allah. Ni aya ngapi? Wal ihsan, na zinaweza kukufanya wewe moyo wako ukawa na ihsani, ukawa na rahma, ukawa na huruma, kwa sababu wayut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Inma nut'imukum liwajhi Allah. Watu wanatoa mali zao, wanazipenda, wanawalisha maskini, yatima, wasiojiweza, wajane, lakini wanasema hatuwalishi kwa kutaka shukrani zenu, sisi tunataka nini? Malipo kwa Allah. Hii yote ihsani imetokana na nini? Kuijua dini. Hii huruma imetokana na nini? Aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Afaraita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Kwa hiyo elimu inamsaidia mtu kuwa na huruma. Wakadhalika wa kam min hadithin tatakhallaqu bihi ma'a nas, na ni hadithi ngapi ambazo mtu anaweza akajipamba nazo, yajlibu laka mahabbata Allah, zinaweza zikakuletea mapenzi ya Allah, kupendwa na Mwenyezi Mungu, thumma mahabbata nas, kisha kupendwa na watu, fataishu sa'idan, na ukaishi maisha mazuri. Qala abduhu Muhammadul Imad, al-jahlu jithru lilmadhammatin wal khana. Yani yamaanisha kwamba ujinga ni daraja la kulaumiwa. Yani kama unataka upate lawama nyingi sana, ni zinapatikana kwenye ujinga. Wal ilmu jisru makarimil akhlaq, na elimu ni daraja ya tabia njema. Hivyo basi fata'allamil ilma sharifa, jifunze elimu tukufu,
fa innahu, hakika hiyo elimu, yunjika min zalalin wa min ikhfaqin, inakuokoa na kuteleza na kuangamia. Kwa hiyo elimu inamsaidia mtu kutoka kwenye sehemu mbaya kwenda kwenye sehemu nzuri. Tayib, anasema wal ilmu al maqsud huna, elimu ambayo inakusudiwa hapa, huwa ilmu al kitabi wa sunna, ni elimu ya kitabu na sunna, ni elimu ya kitabu na sunna, bifahami salafil umma, bifahami salafil umma, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Fa ajallul ulumi, basi elimu iliyokuwa bora, kama qala Ibn Hazm yarhamuhullah, kama alivyosema Ibn Hazm, ma qarrabaka min khaliqika, ni elimu ile ambayo inakusogeza uwe karibu na muumbaji wako. Manake sio ile elimu inokuweka mbali na Mungu, iwe ni elimu ambayo inakusogeza uwe karibu na muumbaji wako subhanahu wa ta'ala. Wama aanaka ala alwusuli ila ridwahu, na kile ambacho kitakusaidia wewe kufika kwenye radhi za Mungu, kupata radhi za Mungu. Hiyo ndio elimu ambayo inakusudiwa. Ndugu yangu Muislamu, tunaona kabisa manfaatul ilmi fi isti'mal al-fadail adwima, manufaa ya elimu katika kutumia fadhila ni kubwa sana. Wa huwa annahu yuallimu husna al-fadail, elimu inafundisha ubora wa fadhila. Yani vitu ambavyo vina fadhila ni vitu gani, unajifunza kupitia elimu. Tabia walizokuwa nazo maswahaba, sahaba walikuwa na tabia ambazo ni mbaya kabla ya Uislamu, lakini baada ya Uislamu kuja ilikuwaje? Walibadilika, wakawa ni watu wenye thamani, wenye maana. Lakini pia ikutoshe, mtume hajawahi kuomba, isipokuwa alikuwa akiomba sana dua, wa qur rabbi zidni ilman. Hajasema zidni malan, kwa Mwenyezi Mungu nizidishie mali. Alikuwa akiomba azidishiwe nini? Elimu na riziki ya halali, wa amalan mutaqabbala. Angalia mtiririko. Kwanza elimu inayokujulisha halali na haramu ni ipi, alafu riziki ya halali. Maana yake ukishasoma halali na haramu utajua riziki ya halali ni ipi. Ukishakula riziki ya halali, wa amalan mutaqabbala, kufanya matendo yenye kukubaliwa. Maana yake ukiswali utakubaliwa, ukiomba utakubaliwa. Lakini ukiwa umekula haramu, swali safu ya mwisho ukiwa umekula halali, swala yako itakubaliwa. Lakini ukaswali safu ya kwanza umekula cha haramu, swala yako haitakubaliwa. Jambo lingine la aqidatu sahiha, itikadi sahihi. Na huu ni msingi wa tabia na ni chimbuko lake. Fa idha thabatat wa saqarrat, itakapokuwa imethibiti na ikatulizana, athmarat la akhlaqa tayyiba, basi huzalisha tabia zilizokuwa nzuri. Fal-i'tiqadu sahihu yahmilu ala mahasin al-akhlaq, itikadi sahihi inapeleka kwenye mazuri ya tabia. Wal-i'tiqadu al-fasid, na itikadi mbovu mbaya, yahmilu ala masawi al-akhlaqi, inampelekea mtu kwenda kwenye nini? Kwenye mabaya ya tabia. Nyie leo mnashuhudia kwenye jamii, mnaambiwa mtu kijana amelala na mama yake, wamefanya mapenzi. Kifuatilio na mbua ni imani za kishirikina. Mtu ametembea na binti yake, kifuatilio na mbua ni imani za kishirikina.
nani wamesababisha? Itikadi mbovu, itikadi mbaya. Kama wangekuwa na itikadi nzuri, wasingeweza kwenda kwa waganga wakadanganywa. Kwa itikadi sahihi ndiyo inaweza kutoa tabia nzuri. Itikadi mbaya ndiyo inaweza kutoa tabia mbaya. Tabia za wengi zimeharibika kwa sababu itikadi ni mbovu. Unawezaje kufikiri sahihi wakati itikadi ni mbovu? Kuna watu wanadai ushoga, si ndio? Na wanasema haki sawa. Hivi kweli ndio itikadi sahihi? Kama huyu mtu angekuwa na itikadi sahihi, asingeweza kudai hicho. Na asingeweza kusema hii ni haki sawa. Wakati Qur'ani imeharamisha, aya zimeharamisha kuendeana wanaume kwa wanaume. Ni jambo ambalo ni haramu, ni jambo ambalo ni baya. Kwa hiyo itikadi mbovu inafanya uwe na tabia mbaya. Itikadi sahihi, wewe angalia tu hata shuleni tu, unakuta watoto wa shuleni wadogo wadogo bado ni wazuri, lakini wanawezidi kwenda juu wanaharibika. Kwa nini? Kwa sababu wanapokea falsafa za watu wabovu. Wao wanaambiwa binadamu alikuwa nyani. Alikuwa nani? Baada ya miti kupungua, akawa anatumia ile mikono aliyokuwa anashikia tu hivi, akawa anatembelea chini. Alikuwa na manyoya yakaanza kung'oka. Kamkia kakaishia, nao kakakatika. Kwa nini? Mbuzi hakuweza kufanya maamuzi hayo ya kubadilika awe binadamu. Kwa nini kondoo hakufanya maamuzi hayo ya kubadilika awe binadamu? Kwa nini kawa ni nyani tu? Je, nyani wameisha sasa hivi porini hawapo? Kama wao walibadilika kuwa binadamu. Lakini mtu akisema wama khalaqtu lijanna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa niabudu. Kwa hiyo wanadamu ni viumbe wameumbwa, majini ni viumbe wameumbwa. Huwezi kudanganywa na mtu. Kwa hiyo unaambiwa binadamu alikuwa nyani ili uondoe uwepo wa Mungu na uweze kufanya lolote. Lakini mtu ambaye haamini kama kuna pepo, haamini kama kuna moto, manake atayafanya yale ambayo ni mabaya. Na nyinyi mnasikia baadhi ya watu mtu akifa anasema amepumzika. Alikuwa amelazwa anaumwa sana, anasema bora tu apumzike. Wewe umejuaje bora amepumzika? Itikadi mbovu. Mtume anasema yoyote akipata na madhara, maradhi, aombe kwa Mwenyezi Mungu. Kama kufa ni bora, basi Mwenyezi Mungu amchukue. Kama kuishi bado ni kheri kwake, basi ambakisha endelee kuishi, achume angalau afanye la kheri. Kwa hiyo huku sio kupumzika, huku kuna maswali. Ukifika pale unaulizwa man rabbuka, man nabiyuka, wama dinuka. Je, uliishi kwa kufuata mwongozo wa Mungu? Kama ukuishi hivyo, nini utakipata? Eti unajitoa kwenye nchi, unasema wewe unafia uzalendo. Wewe ni Mtanzania halisi. Unapigwa risasi kweli unakufa. Na unaenda kule unazikwa na mkongoto na upata kule chini. Kwa hiyo akida sahihi ni pamoja na kumpwekesha Mwenyezi Mungu katika maeneo yote. Tauhidur rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma'i wa sifati. Usimshirikishe Mungu katika matendo yake. Mungu ndio muumbaji, Mungu ndio mwenye kuruzuku, Mungu ndio mwenye kuleta mvua, Mungu ndio mwenye kuleta kila kitu, ndio ametuumba sisi, ndio ameumba mbingu, ameumba nyota, ameumba kadha. Usiabudu nyota, usimwabudu binadamu, usiabudu kadha. Lakini leo watu wanaabudu nyota. Sasa hivi watu kwenye biashara wanasema nyota, nimenyang'anywa nyota. Yeye alikuwa anafanya biashara zilikuwa zinaenda vizuri, kuna mtu amemnyang'anya nyota. Kwa hiyo sasa hivi biashara zake haziendi vizuri, za fulani ndio zinaenda vizuri kwa sababu amechukua nyota yake. Nikuto kumwamini Mwenyezi Mungu, nikuto kuwa na akida sahihi. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasi al-khannas
alladhi yuwaswisu fi suduri nas min aljinnati wan nas. Sema najilinda kwa Mola wa watu, Malik, mmiliki wa watu, Mungu wa watu, min shari, kutokana na shari ya yule anayetia wasiwasi, anajificha. Anatia wasiwasi kwenye vifua vya watu, watu wasimtegemee Mungu, watu wasimwamini Mungu. Min aljinnati wan nas, natokana na majini na nani? Na watu. Leo ni wangapi wanawake wanaenda kliniki? Kuna wale wanajidai wenyewe wanatoa ushauri na saha. Unakuta pale kumechorwa picha ya watoto 6. Alafu chakula kinawekwa mezani, kinashambuliwa fasta, kinaisha bado hawajashiba, wameshika mashavu. Kule wanachora watoto 3, baba na mama wanakula taratibu, wanashiba, wanacheka. Naambia huu ndio mpango wa uzazi, lakini huu sio mpango wa uzazi. Mwanamke ambaye ni limbukeni anaona kwamba hao watoto 3 ndio wazuri, mnakula mnashiba. Hivi wewe riziki yako mwenyewe Mungu asipoitoa unakula unapata wapi? Kwa issue ni moyo umeharibiwa, alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Wanaotuharibia nyoyo zetu wanatokana na majini na wanadamu, ndio wanaotushawishi tuache kumwamini Mwenyezi Mungu. Juzi nilienda Singida kwa bwana mmoja, nikakuta mashallah Mungu amembariki, ameoa wanawake 4, ana watoto 27. Ukiingia tu hivi watoto wadogo wadogo wanaokuja pale unaweza kufikiri umeingia kwenye kituo cha yatima. Lakini hapati tabu, wanakula na wanashiba na wanalala na maisha yanaendelea. Wewe unawaza vitoto 3 unasema eti nizae vitoto 5 naweza kuvisomesha, kuvilisha tu. Kwa nini? Umeshaharibiwa moyo. Sawa? Moyo umeshafanyaje? Umeshaharibiwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi ya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, anasema qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ala sikilizeni, wa inna fil jasadi mudgha, hakika katika mwili wa binadamu kuna pande la nyama, idha salahati salaha aljasadu kullu, likitengemaa mwili mzima umetengemaa, wa idha fasadati fasada aljasadu kullu, likiharibika hilo pande basi mwili mzima umeharibika. Ala wahiya alqalbu, sikilizeni, na hilo pande la nyama ni moyo. Kwa hiyo moyo ukiharibiwa na vitu vingine vyote vinafuatia. Kwa hiyo aqida, itikadi mbovu inatuharibia maisha. Vile vile kuamini qadari ya khairi na shari, zote hizi zinatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukishaamini qadari ya khairi na shari, huwa yuwarithu kulla khuluqin hamidin, inarithisha kila tabia iliyokuwa njema, wa yab'athu tumaanina wa rahatan nafsiyya, na kuleta utulivu na raha ya kinafsi, kwa sababu unaamini kila kitu kilichotokea ni qadari ya Allah. Umekosa ni qadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unahangaika nini? Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ya Hudhaifa aliwaita maswahaba, aliwaita watu akawaambia njooni. Waliokusanyika kwake wakakaa kwake, akasimama akawaambia, nafatha fi ruhi, yani amenifunulia mimi Rasul Rabbil Alamin, mjumbe wa Mola wa walimwengu wote, ambaye anakusudiwa Jibril alayhi salam. Asema amekufunulia nini? Asema amenifunulia ya kwamba innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, kwamba nafsi haiwezi kufa mpaka ikamilishe riziki yake.
mtu hawezi kufa mpaka akamilishe nini? Riziki yake. Maana kama umesafiri, riziki yako itakufuata huko liko. Kama ambavyo ajali, kifo kinakufuata mahala ulipo, na riziki itakufuata mahala ulipo. Wa in abita alaiha, hata kama itachelewa kwa mahesabu yako wewe, sio kwa mahesabu ya Mungu, sababu kwenye kadari haichelewi. Lakini wewe unaweza ukaona tu kwa sababu umeumbwa na haraka haraka, unaweza ukaona kama imechelewa. Wa in abita alaiha, akasema fataqullaha wajmilu fi talab, muogopeni Mungu katika kutafuta riziki. Fuateni njia za halali, jiepusheni na njia za haramu. Yale mlioamrishwa yafanyeni, yale mliokatazwa yaacheni, na fanyeni vizuri katika kutafuta riziki kwa njia zile zinazokubalika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wala yahmilannakum istibta'u rizq an ta'khuduhu bima'siyatillah, wala isiwapelekeeni kule kuchelewa riziki kwa mahesabu yenu ninyi, kwamba mkaamua kuichukua hata kwa njia za haramu. Yani hata mdhulumu mwenzako, chukue mali ya mwenzako sababu unaona bwana inachelewa kuja ile ya njia ya halali. Sama fa innahu azza wa jalla la yunalu ma indahu illa bi ta'ati, kwani neema za Mwenyezi Mungu, yaliyo mazuri kwa Mwenyezi Mungu hayapatikani kwa watu kufanya maasi. Yani havipatikani kwa kufanya maasi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin, hamtopatwa na msiba wowote katika nchi wala katika nafsi zenu illa fi kitabi, isipokuwa katika kitabu, min qabli an nabiraha, yani katika lauhi la mahafudhi, kabla hatujadhihirisha huku kwenu. Inna dhalika ala Allahi yasiru, hakika hilo kwa Mwenyezi Mungu ni jambo jepesi. Likai la ta'asau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhurin, ili msikate tamaa na yale yaliyowapiteni na msifanye kiburi kwa yale aliyowapeni, na Mwenyezi Mungu hapendi kila mwenye kujifahari na mwenye kujivuna. Surah Al-Hadid aya 22 hadi 23. Kwa hiyo miongoni mwa matunda ya kuamini kadari ni kuwa na subira na kuwa na thabati. Ani Suhaib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume anasema, ajaban li amri almu'min, ni ajabu iliyoje kwenye jambo la mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khairun, jambo lake lote ni khairi. Walaysa dhalika li ahadin illa lilmu'min, haliwi hilo kwa yoyote isipokuwa kwa mtu muumini tu. In aswabatihu sarra'u, akipatwa na jambo la kumfurahisha, shakara, anashukuru, fakana khairan lahu, ikawa ni khairi kwake yeye. Wa in aswabatihu darra'u sabara, fakana khairan lahu, na akipatwa na jambo la kudhuru, akafanya subira, akavumilia, fakana khairan lahu, inakuwa ni khairi kwake yeye. Na hivi ndivyo dunia ilivyo, kuna kupanda na kushuka. Yaqulu Allah tabaraka wa taala, qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana, sema mzinifu anafaa kuachwa. Mwanamke mzinifu anafaa kuachwa? Hili lina halitolewi jibu moja, ndio au hapana, sababu hayo ni maswali kama ya kuuliza ndio au hapana. Inahitaji ufafanuzi. Hili linategemea na waoaji, yani waliooana. Sawa? Kama mume
amemfumania mke wake akaamua kumsamehe maisha yaendelee, sheria haimkatazi. Sawa? Lakini kama ameona kwa haya niliyoyaona kweli na mimi nianze tena kufanya kuamiliana na huyu mwanamke, hapana, akaamua atampa talaka. Hii ni kadhia wanaamua kumalizana wao wenyewe. Lakini ikipelekwa kwa kadhi kwamba umemfumania, kwa sababu unaposema mzinifu lazima uwe na ushahidi kwamba nimemfumania mke wangu, hasa kadhi ndio atataka muapizane pale viapo vinne na laana juu ya kila mmoja. Baada ya hapo ni kuachana, hakuna tena ndoa. Sawa? Hiyo inaitwa mulaana, itakuwa ndio mwisho wa kuachana. Lakini kama halijafikishwa kwa kadhi, halijaenda kwa kadhi, na sasa hatuna dola ya Kiislamu, huwezi kusema unapeleka kwa kadhi, na hata ukipeleka hawezi kusimamisha hadi. Kwa hiyo ni swala la mtu na mtu atubie yeye na Mola wake, amuombe Mola wake. Kama atamuacha akafanya toba na Mola wake, au akaamua kuendelea kuishi pamoja, amekiri makosa yake akaamua kutubia, unaweza ukasamehe na mambo yakaendelea. Kwa hiyo hilo linategemea sana wahusika. Naam. Hilo nalo linahitaji maelezo. Haifai kumtukana mzazi, japo kuwa inawezekana kumpiga mzazi, inawezekana kumuua mzazi. Sawa? Siku moja Abubakar Siddiq, baba yake alimtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema nikampiga baba akaanguka. Na hilo shtaka likapelekwa kwa Mtume. Mtume akamuuliza Abubakar, umefanya hivyo kweli, umempiga baba yako? Akasema ndio, nimempiga. Tena akasema lau kana saifu, kama ingekuwa upanga, qariban minni laqata'tu ra'sahu au laqataltuhu, kama panga lingekuepo karibu, huyu ningemuua. Sawa? Lakini huyo baba alimtukana nani? Mtume. Sawa? Mtoto akafanyaje? Kamtandika, kampiga mpaka kaanguka chini. Kwa sababu kumtukana Mtume ni dini, ni imani, amegusa imani. Na Mwenyezi Mungu anasema nini? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasula walau kana abaahum au abinaahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu